Jamani, waheshimu baba na waheshimu, sio kusalimia shikamoo baba, sio kusalimia hivyo. Hata vile ambavyo unapigiwa simu, mtoto uko mbali, kwa wale ambao tunatafuta hela, unapigiwa simu, yaani kuna watoto wengine, unajua wengi hapa kwa kweli wanafunzi amejui hapa, lakini kuna watoto ambao leo mwaka wa 6 hajawahi onana na mzazi wake, akipigiwa simu hapa hakuna hela hapa, yani hali ngumu, lakini yeye anapenda kuona mahali anayo, ila baba yake kula nyumbani hapa na wengine wanaimba na kwaya na msali na madhabahuni wanasimama na hili neno wanalisema, umeshiba baba na Yesu asifiwe. Hao watu hapo, hata kama hujawaona, mimi nishawaona. Kuna watu walikuwa wanatoka kusoma, wanakuja huko Mwanza. Hapa amepiga simu akiwa ananyenyekea, hapa nilipo nataka kufukuzwa chuo, ile hela iliyobakia kuna mchango umeibuka ghafla, chango sio amini gani inahitajika 20,000 sasa hivi, ni kesho mtafukuzwa chuo. Mimi nao soma mtakutana nao tena, wakati wenu mtakuta mambo yabadilika sana. Mzazi wa watu anakimbia naenda kukopa, pengine sio alikuwa anakopa, anaenda na mtu vipuuzi limoja inatumiwa au hiyo si tutoke kidogo nikutoe out. Sosini natoana out, mzazi kule nyumbani amelala njaa, ni labda ya namna gani na mtengeneza. Vijana leo watu hawaoni kwamba kuna mazingira ambayo mzazi anaumia, lakini wao wanastarehe, wanakula raha. Ndio maana leo vijana wengi maisha yao hayaendelei mbele. Jamani, ukiona hivyo ujue kuna vitu ulipanga kwa wazazi wako. Bwana sasa, vijana wengi leo wanaumia ni kwa sababu ya yale walioyapanga. Jiulize, mzazi ameumia, amekutunza. Ulikuwa wakati mwingine anataniwa, wakati mwingine alikuwa anaumia, jua la kwake saa 7 kutoka shambani anawahi, nikapigie mwanangu sasa hivi huyu mtoto mwenyewe sasa hata hakumbuki, hata haelewi. Maisha yamebadilika, tuko siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usipate hayo, ishi kwa hofu ya Mungu. Ukiona mzee anaishi baba yake, achana naye, wewe ishi kwa kwako. Kila mtu ana baba yake, kila mtu ana mama yake, na hata kama wewe unasoma, si unafanyaje, achana na wao, wewe unapata